Naam, ulikuwa ni ujio mkubwa kutoka ngazi ya taifa katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo leo alitembelea kanisa hili la TAG Kiomboi Christian Center, na hakika ameweza kuzungumza na kueleza kwa hakika namna ambavyo kanisa la TAG limekuwa ni mchango mkubwa katika kuweza kuleta maendeleo katika taifa hili la Tanzania. Lakini lingine, amesisitiza kuweza kuendelea kushirikiana kwa umoja, tukitambua kwamba hizi taasisi mbili ni taasisi ambazo zinafanya kazi kwa pamoja. Serikali inafanya kazi yao na vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia tunaye Mungu ambaye ndio mlinzi namba moja, na kwa namna hiyo pia wameweza kutambua kwamba kanisa ni sehemu ya kuweza kusababisha amani katika taifa hili la Tanzania. Basi tutapata pia wasaa wa kuzungumza na askofu mchungaji kiongozi wa kanisa hili, Askofu Yona Sulemani, anaelezeaje ujio na ugeni huu mkubwa kutoka ngazi hii ya taifa wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kufika hapa na kuweza kushiriki ibada pamoja nayo. Lakini pia tutatambua mengine mengi pia, pengine ni yapi ambayo yalimsukuma kuweza kushiriki pamoja nao katika kanisa hili la TAG Kiomboi Christian Center. Baba, Bwana asifiwe. Amen. Habari yako Mese? Shikamoo baba. Marahaba, ujambo? Karibu. Hongera sana kwa ugeni mkubwa wa kitaifa. Tunampa Mungu utukufu. Ndio. Wewe kipekee umeupokeaje ugeni mkubwa huu kutoka serikalini katika ngazi ya taifa? Ninaamini kulikuwa na makanisa mengi hapa mkoa wa Singida, lakini kupata neema ya wewe kutembelewa na waziri mkuu kwenye kanisa lako, wewe kama wewe umelipokeaje na umejisikiaje? Kwanza awali ya yote mimi nampa Mungu utukufu na nitukuza jina lake. Naona ni mkono wa Bwana. Mimi sikumuita wala sikutuma maombi labda kusema nimemwalika au nina shida ya kumuita ili kama wengine wanavyofanya, lakini mimi nilipata taarifa tu kwamba waziri mkuu anakuja kusali kwako. Kwa hiyo hata mimi nikashangaa imekuwaje. Makanisa ni mengi, ukichukulia kwamba huyu sio wa dhehebu letu la TAG, lakini pia ni mbunge wetu, ni mtu anayetufahamu na nafikiri mapenzi yake kwa moyo wake. Sasa sisi tunamshukuru Mungu, tunaona kama Mungu ametuheshimu, Mungu ametuona na Mungu amependa, ana makusudi mengine na jambo hili pia. Tunaamini huenda kuna jambo la Mungu lingine ambalo Mungu anafanya matayarisho. Ujio wake wewe kwenu kama kanisa, unafikiri umeleta chachu gani? Kwanza limeleta chachu nyingi. Kanisa lenyewe lilichangamka kwa tofauti na lilivyokuwa, ingawaje katika maandalizi ilitugharimu, majukumu yakawa mengi, mengine hatuna uzoefu nayo, hasa mambo ya kiserikali, lakini tumepata uzoefu. Kweli lituweka kwenye shughuli nyingi, na hasa sio jambo rahisi kama watu wanavyoweza kufikiri kwa ile title kwamba ni waziri mkuu. Kwa hiyo kwangu mimi na kanisa langu tulijifunza uzoefu mpya. Uzoefu mpya kwa shughuli mbalimbali. Kwanza tumetembelewa sana kuliko wakati wowote. Tangu hii ni wiki ya pili toka tumepata taarifa, lakini tumepata ugeni mwingi, usalama wa taifa, watu mbalimbali wanaokuja, na wakija wale kwa kazi yao nilivyo experience, hawaji kama wageni, wanakuja kama watu wenyeji wanaefahamu na mazingira. Na wanakuja saa ingine wanamkuta mhudumu, wanamwambia toka hapo ofisini kwangu, mhudumu anatoka.
hajui wanachokifanya. Kwa hiyo inabidi ukubaliana na mambo mengine. Wanatoa hiki, wanatoa hiki. Hapa nilikuwa na bendera 2 kakuta zimetolewa, moja ya Israeli, moja ya Tanzania imetolewa. Wanaingia humu kwenye makabati, maana wanawaachia uhuru wafanye wanavyotaka, inabidi ukubali. Wanaenda kanisani, madhabahuni, ikitoa hiki hivi. Lakini huyu mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, yeye alikuwa rafiki yetu kwa mapenzi yake toka zamani. Alishakuja ofisini, alishakuja kusali na sisi kama mara 2. Aliwahi kuja na mke wake, alafu akaja na waimbaji wale star wote wa Tanzania, aliwaleta kama 12. Kasali baada mwanzo mpaka mwisho. Aliwahi kuja nyumbani kunisalimia nilipopata msiba, kwa upendo wake tu kwa kweli. Na hii sasa kwamba na taarifa ya kuja kuabudu hapa, nilileta watu na serikali ya wilaya kwamba mheshimiwa anakuja. Kwanza sikuelewa kama wanamaanisha, lakini nikaona shughuli zinaendelea. Imetugharimu, toa hiki, weka hiki, sengine mnalazimika kuingia gharama kufanya jambo fulani ambalo ninyi hamkuwa na plani nalo. Tukakubali, na namshukuru Mungu, washirika wangu wote walikuwa pamoja, wanatii, wanatekeleza kila kitu. Na mpaka sasa kuna chakula kingi kiko kule nje. Watu wanakula nyama, wanakula wali, wengine wameshakula wameondoka. Kwa kweli tunamtukuza Mungu, ametuheshimu sana. Ndio. Pengine hili limekufundisha nini baba, kwamba umeona mheshimiwa waziri mkuu ameweza kuonyesha kwamba kanisa na lenyewe lina mchango kwa jamii, na akaeleza pia kwamba uwepo wa TAG hapa mkoa wa Singida pia umeweza kuleta nuru kwako wewe kama kiongozi wa kanisa, kwa serikali kutambua mchango kama huu limekufundisha nini? Ni kweli, kwanza sikutazamia kwamba waziri mkuu naye analijua hilo alipokuwa akizungumza kwamba kanisa la TAG limeleta nuru mpaka kijijini kwake. Mimi napafahamu, hata huko huwa ninaenda, na sikujua kwamba analifahamu. Lakini sisi ni watu wa Mungu ambaye hatupendagi kusema mengi sana, kwa sababu tunajua ni mkono wa Mungu na tusaidia. Ile tumejisikia vizuri, tunampa Mungu utukufu. Na mengi hatukuyaandika hata kwenye ile risala. Mfano, TAG kupitia mimi hapa ndio tulileta shirika, tulilishawishi shirika la World Vision International kuja kuleta mradi wao hapa miaka ya nyuma, zaidi ya miaka 20 iliyopita, ambayo limesaidia kusomesha vijana wengi sana, shirika la World Vision, na kujenga hospitali, kusaidia mashule. Na walipoitika watu World Vision walikuja hapa wakanifanyia interview hapo halmashauri, nikawaeleza kazi za kufanya, na nimekuwa mwenyekiti miaka 10 kwenye hilo shirika la World Vision. Kwa hiyo wameelimisha vijana wengi. Nilipomaliza mkataba kwa maombi, nikaenda tena Compassion International. Namshukuru Mungu, wakaitika, wakaja na wana miradi yao mingi sana wilaya Iramba na wilaya Mkalama, zamani kwa wilaya moja. Kwa hiyo tuna mchango, na alafu isitoshe niliwatafuta hawa watu wa sinema wa Jesus Film, niliwaleta, tumetengeneza sinema ya lugha ya Kinyiramba ambayo ilifanyikia hapa kwenye ofisi yangu kwa muda wa miaka 2 kakamilika. Tukaleta wataalamu kutoka Amerika ambao walikuja kuleta studio. 75% ya washirika ni wa hapa, lakini ibidi tuwashirikishe madhehebu mengine, kwa sababu sisi TAG
hatujamiliki Biblia ya Kinyiramba. Libidi watu wa KKKT, wale wazee wazoefu wenye historia walikubali na wakawa wanahudhuria hapa kwa muda wa miaka 2. Tukatengeneza hiyo sinema ya maisha ya Kinyiramba ambayo imesaidia sana, hata tunapopeleka vijijini. Tunapoipeleka tukionyesha, karibu kijiji chote kinakuja kusikiliza. Kwa namna hiyo tumehubiri Injili kwa njia nyepesi. Na tumekuwa msaada wa mambo mbalimbali, wakati mwingine ya kijamii, kutoa misaada, kuelimisha. Kwa wakati ule hatukuonekana kuwa ni watu muhimu. Tulinenwa vibaya, kukisiwa vibaya, ila kwa sasa hivi jina la Bwana litukuzwe. Wameshatujua kwamba ni watu wa Mungu wa kweli na tuna neno la kweli. Na kama waziri mkuu alivyoeleza, tumefanya mageuzi makubwa. Kumbuka hapa ilikuwa adimu sana hapa. Palikuwa mahali pagumu. Lakini leo tuna jimbo letu. Linaitwa jimbo la Singida Kaskazini. Na wote waliokuwa na waona sehemu kubwa ni wametoka hapa. Mpaka na huyu askofu ulikuwa namuona ni mtoto hapa. Na waangalizi wengi ni watoto wa hapa. Sisi tunampa Mungu utukufu amefanya. Hatuna la kujisifia, ila jina la Bwana. Amina. Pengine kwa kumalizia kabisa, una neno gani kwa viongozi ambao mmeshirikiana nao katika kufanikisha kuweza kupokea huu ugeni? Kwanza nishukuru serikali ya wilaya yangu, wilaya Iramba, mji wa Kiomboi. Tumeshirikiana nao kwa nidhamu kubwa na wamenipa maelekezo mengi mazuri. Usalama wa taifa wa wilaya wamenisaidia sana namna ya kufanya. Nimshukuru kipekee pia mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Iramba ambaye ni mshirika wetu hapa. Amekuwa bega kwa bega pamoja nasi na maelekezo mengine, na nishukuru wachungaji wa kanisa la TAG. Maana niliowalika mimi nimewajulisha madhehebu yote. Lakini wengine kwa ajili ya muda wa ibada kwao imekuwa ni vigumu kuwapata, lakini nalishukuru kanisa langu. Wamekuwa wepesi, wasikivu, na kila mtu tuliyemgawia jambo la kufanya wamefanya vizuri. Wazee wa kanisa wangu, wachungaji wangu, wamama wachungaji, na washukuru wengine ambao wamejitosa kwa vyakula. Kama ulivyoenda kule jikoni umeona, sijui kama umewachukua, walipaswa kule na wachukue, walikuwa wanapika kwa shida. Kwa hiyo sio chakula cha wageni tu, chakula cha watu wote kimepatikana. Mimi nashukuru, tumechinja ng'ombe na wali huko kwa wingi. Mtu mwenye njaa leo harudi na njaa, anapata chochote. Tulijiandaa kwa kweli, tulijitahidi ili angalau tufunike utukufu wa Bwana, tusipate aibu. Na nimshukuru Mungu kipekee kwamba ratiba yetu imeenda vizuri. Walikuwa wanahitaji saa 4 iwe mwisho, lakini kweli tumemaliza saa 4 kasoro. Kwa ratiba yetu ilienda vizuri. Namshukuru Mungu sana sana. Nikushukuru na wewe Messi na uongozi wenu wa NY TV. Msalimie sana ndugu yetu Pasco. Mmekuwa watu wazuri. Nilipata msiba, mlikuja. Nilipokuwa naoa, mlikuja. Niliwaalika kwenye msiba wa mchungaji mmoja hapo barabarani Ulemo, mlikuja. Endeleni kuwa watiifu na waelekevu ili utendaji wenu uzidi kuwasaidia watu wengi. Ndio, lakini kabla sijamaliza neno langu la kusema la mwisho, watu wa Mungu tujiandae, Yesu anarudi. Huu ndio ujumbe maalumu kuliko jumbe zote kwa wakati huu. Yesu anarudi.
Pamoja na yote haya, tunamwomba Mungu kuwafikia watu mbalimbali kwa injili yetu, kwamba Yesu anarudi. Pamoja na yote, watu wamtafute Mungu na tukae vizuri. Huu ndio ushauri wa jumla popote na kusikika NYTV kwa ushuhuda huu. Jumla ya mambo yote, Yesu anarudi. Changamoto zitakuwa nyingi mbalimbali kama mnavyoona, acha zile za kimataifa, hata kwenye watu binafsi. Jambo la kutisha sasa hivi, ndoa nyingi zinavunjika. Vijana wamekata tamaa hata kuoa kwa sababu wanajua kwamba nikioa itavunjika. Ndio concept walionayo. Tunawatia moyo kwamba bado Mungu ana masazo, bado Mungu ana watu ambao wanamngoja. Bado kuna wanaume wa vijana wa kiume wazuri na vijana wa kike wazuri wapo, ambao wanaweza kuishi na ndoa zao mpaka mwisho vizuri na utukufu wa Mungu kaonekana. Asante sana. Amen. Tumekuwa na uongozi pia wa kanisa mahali hapa kutokana na ukubwa wa ugeni, na tumekuwa hapa na huyu ni askofu wa jimbo la Singida Kaskazini, Mchungaji Danford. Okay. Basi tutapata kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na ujio huu, lakini pia tuanze kwa kukufahamu. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Shikamoo. Marhaba, habari za leo? Hongera na kazi ya Mungu. Ndio. Tuanze kwa kukufahamu, asiyekufahamu kabisa. Sawa. Mimi kwa majina yangu ni Mchungaji Danford Obadia Mlumba, ni askofu wa jimbo la Singida Kaskazini na mjumbe wa baraza kuu la utendaji, baraza kuu halmashauri kuu ya taifa ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Natumika kanisa la TAG Misigiri, wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida. Ndio. Kazi ya Mungu inaendaje huku Singida? Kwa kweli tunamshukuru Mungu, amekuwa mwema. Singida imebadilika kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya utendaji wa kazi ya Mungu. Tulikuwa na mchungaji Ona kama mwasisi wa kanisa la TAG wilaya yetu ya Iramba miaka ya 80. Kwa hiyo makanisa yalikuwa ni machache sana, lakini leo tunavyoongea tarehe 14 Juni 2026 jimbo hili na makanisa zaidi ya 170 na wachungaji wasiopungua 160 kama na 5. Kwa hiyo kazi ya Mungu inaenda, na washirika wasiopungua 12,000, watoto pamoja na watu wazima. Kwa hiyo ni hatua. Amen. Kwa maana hiyo basi, unaweza kuzungumziaje mchango wa mchungaji na Askofu Yona Suleiman katika mkoa huu wa Singida kwa habari ya kazi ya Mungu? Kwa kweli ndio maana nilianza kumtamka mapema. Huyu baba amekuwa ni kioo kikubwa sana, na amekuwa mwanzilishi na amepanda makanisa mengi. Wachungaji wengi wamezaliwa mikononi mwake, na makanisa mengi yamepandwa, leo kwa anapanda matawi baadaye anatoa yanajitegemea. Kwa hiyo amekuwa na mchango mkubwa sana katika kazi ya Mungu, na ndio maana ni vizuri kumkumbuka mtu kama huyu kwenye kazi njema aliyoifanya. Na tunamwombea baraka za Mungu aendelee kutumika vizuri. Amen. Umekuwa na ugeni mkubwa kabisa kutoka serikalini katika ngazi ya taifa. Hili kwenu mmelipokeaje ukiwa kama askofu wa jimbo hili? Ndugu mtangazaji, kwanza tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu yeye huwa anapanga mambo yaliyo mema. Hili ni jambo jema sana kwa kanisa la KCC hapa Kiomboi, lakini pia kwa jimbo letu la Singida Kaskazini, lakini pia kwa kanisa letu la taifa. Na habari hizi nilimpatia pia baba yetu askofu mkuu mtoka mbali, kwamba Mungu ametukumbuka kwa namna yake kupata ugeni mkubwa wa kitaifa, waziri mkuu kuja kusali kwenye kanisa letu la TAG KCC Kiomboi. Na yeye alifurahi na akatuma salamu. Ndio. Kwa hiyo tumefurahi sana. Tumeona ni kanisa limepewa utukufu na Mungu ametukuzwa. Amen. Ndio. Pengine kwa ujio wa waziri mkuu, na pengine ameweza pia kueleza namna ambavyo kanisa la TAG
limekuwa mchango pia kwa jamii. Hili wewe kama kiongozi limekupa chachu gani? Kwa kweli, kwanza nimpongeze sana na kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kutambua mchango mkubwa wa kanisa la TAG katika taifa letu la Tanzania. Kama alivyoeleza kipande kidogo kwamba kulikuwa na giza, na ndio ukweli ni kwamba mahali ambako hakuna neno la Mungu huwa ni giza. Matendo mengi maovu yanafanyika. Lakini toka kanisa limeingia katika wilaya yetu hii ya Iramba, nuru imekuwa kubwa. Na alichokisema ni sahihi kwamba kanisa limekuwa na mchango mkubwa sana kufanya hata wananchi, jamii kwa ujumla ielimike, iondokane na mila na desturi za giza za kizamani na mapokeo ya mababu na tamaduni mbalimbali ambazo ni kinyume na mapenzi ya Mungu wakati mwingine. Lakini pia kanisa kama alivyosema mheshimiwa limekuwa na mchango hata kwa upande wa jamii kwa maana ya elimu. Kuna mashule mengi tumejenga, sekondari ziko nyingi, vyuo vipo vya walimu. Lakini pia tumegusa jamii kwa maana ya hospitali, na hata sasa mpango huo kwa mzuri wa kitaifa kwa kanisa letu jenga hospitali. Kwa hiyo alichokisema ni sahihi kabisa, na tunaamini kwamba tutaendelea kushirikiana na serikali kwa ajili ya kutoa mchango ule ambao unagusa pia jamii. Ndio. Shukuru sana baba. Amina. Asante, Mungu akubariki. Amen.